unapaswa kuvaa haya mavazi before hujafika kwenye eneo la tukio kwa ajili ya kumuokoa. Unapaswa kujiprotect wewe mwenyewe ili kusudi kwamba unapoenda kufanya uokozi basi wewe pia usiwe moja ya wale ambao watashambuliwa. Kwa maana hiyo ukivaa hii itakusaidia kujikinga. Utafika pale kama alivyotangulia kusema afande, unaweza kutumia kitambaa cheupe kwa ajili ya kumfunika yule mwathirika, kumzuia ili asiweze kuendelea kudungwa na wale nyuki. Ukamuondoa sasa kumfikisha kama ni kwenye gari au kama ni kuna nyumba maalum sehemu, unaweza kumfikisha hiyo sehemu kwa ajili ya kumpa huduma ya kwanza. Tunashauri nyuki tusije tukawafugia kwenye majumba yetu. Ni kwa nini? Ni kweli nyuki wamegawanyika katika sehemu mama makundi makuu mawili. Kuna nyuki wanaodunga na nyuki wasiodunga. Wale wasiodunga tunaweza tukaweka kwenye mazingira yetu ya nyumbani kabisa ama kwenye nyumba zetu. Lakini nyuki wanaodunga tunashauri wawekwe porini, sehemu ambako hamna mkusanyiko wa watu, sehemu ambako hamna shughuli za kibinadamu zinafanyika kule ambazo zinasababisha mwingiliano wa jamii kama shule, hospitali, barabara, kwa sababu wale nyuki ni wazuri kweli, wanatupatia mazao ya nyuki, wanatulindia msitu yetu na mazingira kwa ujumla, wanaleta madhara kwa haraka sana. Tunashauri jamii siwe nafugia nyuki kwenye majumba yao, wale nyuki wanaodunga, kwani ni hatari kabisa. Kwa kweli ilikuwa ni changamoto kwa sababu unakwenda na hofu, unakuwa hujui techniques, mbinu zile unakuwa una, kwa hiyo hofu inakuwepo. Lakini sasa kwa sababu tumepata mafunzo, tutakwenda kifua mbele kwa weledi. Ninapokuwa naingia kwenye eneo la tukio, nitakuwa tayari najua nini cha kufanya. Lakini pia na la tatu, imeweza kunisaidia kutambua vifaa sahihi vya kuweza kuingia navyo kwenye matukio ambayo yanatokana na hawa nyuki. Nitaweza kuchukua tahadhari kubwa zaidi. Elimu ambayo umetupatia leo itakwenda kutusaidia na kutujengea uwezo wa namna ya kukabiliana na matukio ambayo yanahusiana na nyuki. Kwa namna moja au nyingine tumekuwa tukipokea mito mingi sana ya simu ambapo wananchi wamekuwa wakihitaji msaada kutoka Jeshi la Zimamoto na Uokoaji. Lakini kupitia somo la leo limekwenda kutujenga na hatujatoka hapa. Tumeondoka na kitu ambacho kinakwenda kuboresha utendakazi wetu. Lakini nyuki pia vile vile, pamoja na manufaa makubwa ambayo yanatupatia, nyuki pia anaweza kusababisha majanga. Kwa hiyo ndio maana tukaona kwamba ni vizuri tuweze kufika kwa wenzetu, tuweze kuwapatia mafunzo haya ili sasa waweze kuwa na elimu ya namna ya kukabiliana na majanga ya nyuki pale yanapotokea katika wilaya ya Shinyanga. Kwa siku za hivi karibuni kumekuwa kuna ongezeko la matukio ya nyuki, na tumekuwa tukitaarifiwa na wananchi mbalimbali ambao wamekuwa wakitoa taarifa kuwepo kwa matukio ya nyuki. Kwa hiyo tukaona kwamba ni vema sasa tuweze kufika kwa wenzetu, kwa sababu wao ndio wapo mstari wa mbele kwa kiasi kikubwa katika kukabiliana na majanga. Sasa tukaona ni vema tuweze tubadilishane ujuzi na maarifa kuhusiana na masuala ya nyuki, kwanza kumtambua nyuki na tabia zake na nini cha kiweze kufanyika kama namna nzima ya uokoaji pale panapotokea kwamba nyuki amesababisha madhara ama amehatarisha usalama wa watu.